Mafundisho nimeyasikia kutoka kwa dada Esther akifundisha. Nuhu aliambiwa atengeneze safina. Usalama wake zaidi ulikuwa ni yeye kutii yale maelekezo na kutengeneza safina. Angekuwa na akili kama ya kwangu ambayo niko nayo, basi angeacha na gharika ingetokea na yeye angeangamia. Maelekezo mengi tunayoelekezwa kwenye ibada, kwenye Biblia, binti kijana, tunapaswa kuyafuata. Yako madhara makubwa ikiwa leo hii Biblia inasema kwamba ikimbieni zinaa. Sisi tunaikimbilia zinaa. Nimeshangaa kuona taarifa kwamba binti wa miaka 31 baada ya kuzini sijui na kijana wa kigeni ageuka kuwa bibi. Ni mambo ambayo ukiangalia, of course, unabaki unafikiri kwamba Mungu, naomba unisaidie na naomba unirehemu sana. Si kwamba anacheka, hapana. Yako maisha ambayo si pia mimi binafsi nimeyaishi. Kuna mtu anakuwa nafikiri kwamba hivi nilipokuwa nazini na yule kaka, nilikuwa sifikiri hata kwamba naweza nikapata madhara, nilikuwa sifikiri kwamba naweza nikapata magonjwa, nilikuwa sifikiri kwamba naweza nikapata pengine kitu chochote kibaya. Unakuta unalala na mtu hadi asubuhi. Yaani nilikuwa sifikiri kwamba pengine naweza akanichoma kisu au nikajikuta nimefia kwenye kifua chake. Ni mambo ambayo unakuta ufahamu. Sasa hizo ndo nabakiji kung'amua. Maelekezo ya ibada ambayo yanatolewa kwenye Biblia. Binti kijana hapo kwa ajili ya kuniokoa mimi na wewe. Maisha ya wokovu hayana majuto hata siku moja. Maisha ya wokovu kabisa kabisa, tukiziishi kanuni, hayana majuto hata kidogo. Angalia Nuhu, kufuata tu kanuni ambazo Mungu alimwambia azifuate. Kutengeneza lile safina ndio ilikuwa ni pona yake. Angesema basi Mungu mimi sitengeneze, basi angeangamia na yeye. Amen. Ingekuwa ni free church tu, vimini fulani kasketi kanaishia ujio magoti unakafunikia na Biblia. Nguvu hizi mapande sita zilikuwa zinatembea. Lakini kwamba jamaa kaamua kuzima data, kasirika, chukia, anakuja na kazia kwenye ibada. Anaongea anajua kwamba tumechukia. Hatujapenda, hatujapenda kabisa, hatujaunga mkono. Asikia amen hata moja. Hakuna watu wamemwangalia tu anatia huruma. Ingekuwa ni mwendo wa vyekundu tu vinatembea kwenye vidogo. Mtu viduku tu hapa na pale tuwei. Lakini jamaa kakaza kwamba hamna, mimi kuna picha na nyie ondokeni wote. Kimbieni kanisa zima, lakini hapa last hatutafuga. Yaani hapa hatutasuka last. Yaani hapa itakuwa ni nywele zako weza unyoe au usifuge tu. Hamna kupaka kucha rangi, kagua pitisha msako. Weka vidole juu. Vua socks, kagua kucha zote. Lakini kwamba kaamua kuzima data kwamba mimi mtasema ndio, na watu sio waseme. Wanasema kama ndio utaratibu gani huo? Mtu ambaye amezidi ndio mumvalisha shara jeusi, kwani nyie ndio Mungu? Kwani nyie ndio watakatifu sana? Sasa hamna shida. Lakini mimi ndio nimekaza, ndio utaratibu wangu. Yaani kwamba mimi ndio utaratibu wangu. Mimi ndio utaratibu wangu, ndio itakuwa hivyo. Ni kwamba kuna data kaamua kuzizima. Mashauri na maneno na mapingamizi ya watu huwezi kuyakwepa. Lazima tu atasema, lakini kuna wakati mwenyewe wao wengine sio kama wazi wapendi, lakini kuna baadhi unaamua tu kwamba hapana, hii data kwa tu. Simu nao na kukumbuka kabisa inabidi nikutumie message au nikupigie. Najua tu lazima utaenda kuzigusia ibada zangu. Kama mdogo wangu akipiga, lazima tuta kwenye ibada. Uko wapi bro? Niko kanisani. Sasa bro, uko kanisani vipi? Uko kanisani? Sasa ndio kila mtu tukiongea uko kanisani. Sasa swala si mambo yangu yanaenda, wewe uko kanisani mara nyingi unakuzuru nini? Swala sikupigi kuomba hela chakula sikupigi. Kuomba hela maji sikupigi. Mimi ndo najua nako yapata. Kwamba ni watu wanajitolea kwa sababu nimewasaidia kwa neno la Mungu haikuhusu. Kwamba ninapewa swala mimi ninaendelea sikupigi simu. Ili uendelee katika neno la Mungu lazima kuna wakati uzime data. Yaani lazima kuna wakati uzime data. Na baba kuna wakati fana shehe fundisha ya kwamba usikae muda mrefu na mtu ambaye mnaparuzana au ambao muelewani. Yaani kuna clip fani ni ya kitambo sana, ni ya zamani sana. Aliwahi toaga.